Utumiaji wa pombe na madawa ya kulevya umeathiri hasa wanafunzi wanarika, kwa sababu unapata hawawezi wakafuatilia masomo. Wengi wao wanaingia wakiwa wengi kidato, the first years wanaingia wakiwa wengi. Ikifika mwaka wa pili, wengi wao wamedidimia, wengi wametoka. Kwa hivyo wale ambao walistahili kukamilisha wakiwa wanafunzi, tuseme waliingia wanafunzi 300, unapata wale wanakamilisha masomo ni wanafunzi 40 ama 60. Kwa hivyo hiyo idadi inarudi chini. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, unapata uhusiano pale, tunapata relationship zinakuwa na changamoto, wanaanza kupigana, kunakuwa na conflicts, and all these ni challenges zenye zinastahili kuisha. Kwenye jamii unapata hawa watu badala watoke wakiwa productive, wanaanza kukua ni watu wawezi wakasaidia jamii. Ninapata kwa kila muhula unapata not less than 20 students. Hao ni wanafunzi wa sekondari. Wanafunzi wa university wale wameachishwa ndio wengi zaidi. Wazazi ambao wametengana sababu ya pombe, pia idadi inaendelea na kukua juu. Inasababisha hata wazazi wao wanakorofishana, sababu wanasema bwana anaambia mama, wewe ndio umeachilia mtoto. Mama anaambia baba, ni wewe haukui kwa. So hakuna mahali pombe na madawa ya kulevya inajenga jamii, inajenga familia. Yote ni kupromosha, ni kuharibu. Ningetaka kuhamasisha wanafunzi, wanarika, wazazi, watu wote kwa jumla, niwahamasishe niseme ya kwamba kuna njia mwafaka za have fun other than kutumia pombe na madawa ya kulevya. Pombe na madawa ya kulevya inaharibu akili na unakuwa dependent. Unakuwa lazima utumie, unakuwa mgonjwa, unakuwa dependent. Hiyo ni ugonjwa. Na kuna vile unaweza kosa kutumia. Na wengi wetu hatujui ya kwamba hiyo ni kitu yenye iko kwa damu, kwa DNA yetu, genetic problem, na inakuwa ngumu saa zingine kutibu. Dawa ni kuachana nayo kabisa. Nikiongea hapa kama mwanasaikolojia, siongei kwa ajili ya kusoma kwa vitabu. Pia mimi mwenyewe nimepitia hii njia. Nilikuwa mlevi kupindukia zaidi ya miaka 10, na iliniharibia maisha yangu, ikaharibu elimu, uhusiano wangu na wazazi wangu, uhusiano wangu na bibi yangu, uhusiano wangu na watoto wangu. Sikuwa wa maana kwenye jamii. Ilisababisha nikose kazi. Hii ilisababisha pia niende rehabilitation. Na leo nasherehekea miaka 16 kutoka niachane na uraibu wa pombe na madawa ya kulevya, hasa pombe na bangi na sigara. Na ningewaomba tafadhali, tujaribu wazazi, tuelimisha watoto wetu, na sisi watoto tujiepushe. Wale wameingia, tafuta usaidizi kwa wenye wamehitimu. Ningewaomba pia viongozi wetu, viongozi kutoka MCA kwenda juu mpaka MP mpaka women rep, tuwe tuna kipengo fulani ya pesa ya kuwasaidia wale tunaohudumia. Wengi wao wameathirika. Hii kutibu ni jambo ambalo linagharamia pesa mingi sana. Unapata mtu mmoja ndio aweze kupata matibabu bora anahitaji zaidi ya 300,000, 300,000 for treatment, na hiyo ni miezi 3. Tumepata ya kwamba uuzaji wa pombe na madawa ya kulevya umekuwa ukiendelea, unaenda na kupanda juu, ijapokuwa jinsi za kuuza zimebadilika. Unapata sasa zinanunuliwa online. Unapata idadi ya walevi inaendelea kupanda juu. Lakini ningeomba serikali isikufe moyo, izidi. Na sisi wenye ni wa jamii tuwasaidie na ile tunaita community policing. Tujulisha hawa askari wetu, tuwake pamoja as a team ili tuweze kumaliza hii shida.